Na Mheshimiwa Rais serikali anafunza 39 Mheshimiwa Stadius Alkadi, mmejipangaje kulifanya shindano hili liwe la tofauti na shindano la mwaka jana? Kikubwa kama tumejipanga, tunaamini kwamba mpaka sasa hivi tuna asilimia zaidi ya 60, kwa maana kwamba maandalizi ya awali au tunasema primary preparation mpaka sasa hivi so far tuko vizuri. Tunaamini kwamba itakuwa ni tukio la kihistoria pia ambalo litafana kwa ajili ya maslahi ya wanafunzi wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji, lakini pia kuweka legacy, kwa maana kwamba tukio lile ni tofauti zaidi na matukio ambayo yamewahi kupita. Lakini pia mmejipangaje kuongeza fursa kwa wale washiriki ambao wataenda kushinda katika mashindano haya? Asante sana ndugu mtangazaji. Sisi kama Sonity, kwa maana kwamba serikali ya wanafunzi, of course tumejipanga kwa kiasi kikubwa sana. Ndio maana tumejaribu pia kutafuta sponsors ambao ni wengi sana, kwa maana kwamba waweze kuwashika mkono wale ambao watakuwa wameshiriki kwa namna moja ama nyingine, hata kama watakuwa hajashinda lakini ameshiriki kwa namna moja ama nyingine, basi waweze pia kuwashika mkono ili kufikia kwenye ndoto zao ambazo wao kwa mwanzo wameweza kuzipambania katika kwenye kategori tofauti tofauti ambao kila mtu atakuwa anashindania. Mpaka sasa unawaahidi nini wale washiriki ambao wanaenda sasa kugombea katika nafasi mbalimbali za hizo social awards pamoja na Miss NIT? Binafsi niseme tu kama rais wa serikali ya wanafunzi, niseme tu kwamba tunawaahidi makubwa, kwa maana kwamba tumejipanga katika kuwafurahisha wale ambao watakuwa wameshinda, lakini pia ambao watakuwa wameshindwa hakuna mtu ambaye atatoka pakato, kwa maana kwamba kila mtu atakuwa na nafasi yake kwenye nyanja tofauti tofauti. Zawadi ni nyingi, ni kede. Tumejipanga pia kuongeza wigo wa zawadi, kwa maana kwamba kuhakikisha kila mshindi ambaye atapatikana kwenye kategori tofauti tofauti basi anakuwa ni mshindi halali, na pia ana deserve kupata na zawadi ambazo sisi tumeweza kuzitanabaisha hapo mbele, ambazo mmoja hapo ni kubwa zaidi ni kiwanja, ambacho kiwanja ukiangalia kwa maisha ya kawaida ya mwanadamu kwa sasa hivi kama ni mwanafunzi, kiwanja ni asset kubwa sana, kwa maana kwamba itaweza kumpush kwa financial, kwa maana kwenye financial wise tunamaanisha kwamba itaweza kumpush kutoka kwenye kategori moja kwenda kategori nyingine. Kwa hiyo na zawadi zitakuwa ni nyingi sana kutokana na wadhamini ambao tutakuwa nao, lakini pia kama serikali pia tuna zawadi ambazo tunaitoa binafsi sisi kwa ajili tu ya kuchagiza, lakini pia kuwaheshimisha kwenye nafasi ambazo watakuwa wameshinda. NIT mpaka sasa tumeona katika matukio mbalimbali hamna tukio dogo. Je, mpaka sasa wito wenu kwa wadau mbalimbali hasa katika ushiriki wa tukio hili la Miss NIT and Social Awards? Asante sana. Kikubwa nitoa dedication kwanza kwa wanafunzi wa NIT, kwa sababu wao ndio wameshikilia majambo yetu ambayo tunakuwa tunafanya. Kwa hiyo kwa nini inakuwa naongea kwa kujigamba hapa? Naamini tu kwamba wao ndio wachagizo ya event ambazo kwa tunazifanya, na shughuli hii ambayo naamini kwamba itakuwa ni ya kihistoria, pia wao ndio atakuwa contribution kubwa sana kuifanya kwamba jambo liweze liende next level. Kwa hiyo ndio maana nakuwa najigamba, kwa sababu na backup sana wanafunzi, kwamba na wanafunzi zaidi ya 15, ninaamini wanafunzi wote ambao wanakuwa na wiwa ni wengi sana, kwa maana NIT ni chuo ambacho wanafunzi wengi wanahitaji burudani baada ya kusoma, baadaye ni burudani. Kwa hiyo tunaamini kwamba wataweza kujitokeza kwa wingi, lakini kuendelea pia kutushika mkono kama ambavyo ilivyo baada kwenye matukio yaliyopita, na tukio naamini litafana kwa asilimia kubwa sana. Asante sana na nikutakie kazi njema Mheshimiwa Rais. Asante sana, asante kwa kusikiliza.